Hili ni pumzisho la Mungu kutoka kwa Pastor Andegunyu. Limekuja nyumbani kwako kukwambia kuhusu uzazi wa mwanamke na mwanamume. Popote ulipo, inapokwambia kuhusu uzazi au kizazi, si viungo tu baadhi, bali ni maelezo yanayohusu uwepo wa jamii fulani. Narudia, ninapokwambia kuhusu uzazi au kizazi, maana yake si maelezo tu yanayobagua kuhusu viungo fulani, bali ni uwepo wa jamii fulani kwa jina lake. Kwa hiyo moja kwa moja, ninapokwambia kuhusu uzazi au kizazi cha mwanamume na mwanamke, na kueleza kuhusu uwepo wako wewe mwanamume na mwanamke, wewe uliye jamii ya mwanamume na wewe uliye jamii ya mwanamke, kwa kuwa mwanamume ndio uzazi wenyewe wa kiume na mwanamke ndio uzazi au kizazi chenyewe cha mwanamke. Kwa hiyo popote ulipo, haijalishi ni wapi, ukiwa ni mwanamume, wewe ndio uzazi au kizazi chenyewe cha kiume. Ukiwa ni mwanamke, wewe ndiye uzazi au kizazi chenyewe cha kike. Naongea na wewe popote pale ulipo. Tazama, kwa kuwa wewe ndio uzazi au kizazi cha kiume, basi ulipo popote una uzao wako wa kiume. Na kwa kuwa popote ulipo wewe ni uzazi au kizazi cha kike, popote ulipo una uzao wako wa kike, na kufanya aliye mwanzo wa uzao au kizazi cha kiume ni mwanamume mwenyewe. Narudia, aliye mwanzo wa kizazi au uzazi wa kiume ni mwanamume mwenyewe. Pia aliye mwanzo wa uzazi au uzao wa kike ni mwanamke mwenyewe. Narudia, popote pale ulipo, kwamba aliye mwanzo wa uzazi wa kiume au kizazi cha kiume ni mwanamume mwenyewe, na aliye mwanzo wa uzazi au kizazi cha kike ni mwanamke au mke mwenyewe. Naongea na wewe popote pale ulipo kuhusu wewe mwanamume na kuhusu wewe mwanamke, kwa kuwa ulipo uliandaliwa kuwa mwanamume kwa umbo la kuonekana kwako. Uliandaliwa kila kitu kinachokufanya ukawa uzazi au kizazi
cha kiume. Ndiyo, ni ufalme wa kiume, ni ufalme uliojitosheleza, ni ufalme uliowekwa kiungo na kiungo, kila kitu katika mwili wako, na kufanya wewe ukawa ni mwanamume kwa uendelevu wake. Narudia, wewe ukawa ni mwanamume kwa uendelevu wake. Pia vivyo wewe mwanamke, popote ulipo, kabla ya kuwa uzazi au kizazi cha kike, umeandaliwa ukawekwa katika mwili wako huo, ukawekwa viungo vyako hivyo ili uwe mwanamke, na umekuwa mwanamke kweli kweli kwa jinsi ulivyo. Usiteseke kuwa mwanamke, kwa kuwa ulipo umekamilika kuwa mwanamke, kwa kuwa ndiye pekee mwanamke. Narudia, popote pale ulipo kwa aina yako umekamilika kuwa mwanamke, kwa kuwa ndiye pekee uliye mwanamke kwa aina hiyo. Ulipo hapo mwanamume, umekamilika kuwa mwanamume, kwa kuwa ndiye pekee mwanamume kwa aina yako. Naongea na wewe, ndiye pekee uliye kizazi cha mwanamume katika mwonekano wa aina yako. Umekuwa ndio kizazi pekee cha mwanamke kwa aina ya mwonekano wako, yaani mwonekano wako ndio kizazi chenyewe cha kiume. Kwa mwonekano wako wewe mwanamke ndio kizazi chenyewe cha kike, popote pale ulipo. Kwa hiyo kuwa katika maumbile hayo ya kiume haukukosewa sawa na jinsi kizazi cha kiume kilivyo. Haukukosewa sawa na jinsi kizazi cha kiume kwa wewe mwanaume ulivyo. Pia kwa wewe mwanamke haukukosewa kuwa na maumbile yako hayo, zamani ya mwonekano wako huu wa kizazi chako wewe, ya kizazi chako wewe, popote ulipo, haukukosewa sawa na jinsi uzazi au wewe mwanamke ulivyo. Basi popote ulipo, wewe mwanamume ndio ulio mtawala wa kizazi au uzazi wa kiume, popote pale ulipo. Narudia, popote pale ulipo, wewe mwanamume ni uliye mtawala wa uzazi au kizazi cha kiume. Pia popote pale wewe mwanamke ulipo, ndiye uliye mtawala wa uzazi au kizazi cha kike, popote ulipo. Na bila shaka mtawala si vema awe peke yake. Ni lazima utawala uwe na msaidizi. Narudia, utawala ulio peke yake ni ukiwa. Kwa hiyo utawala ulio na furaha
ni lazima uwe na msaidizi, ikiwa na maana wa kuulea utawala huo. Kazi ya msaidizi ni kulea utawala husika. Narudia tena, ni lazima utawala huo uwe na msaidizi. Msaidizi kwa maana kwamba wa kuulea utawala huo uendelee kuwepo, wa kufurahisha utawala huo uendelee kuwepo na kufanya. Aliye msaidizi wako wewe mwanamume, au wewe uliye kizazi au uzazi wa mwanamume, ni huyo mwanamke. Narudia, aliye msaidizi wako wewe mtawala, ni huyo mwanamke. Aliye sabato lako wewe mwanamume, ni huyo mwanamke. Aliye pumziko lako wewe mwanamume, ni huyo mwanamke. Aliye mlezi wako wewe mwanamume, ni huyo mwanamke. Pia aliye msaidizi wako wewe kizazi au uzazi wa mwanamke, popote ulipo, ni huyo mwanamume. Aliye msaidizi wako popote pale ulipo wewe mwanamke, ni huyo mwanamume. Aliye mlezi wa ufalme wako au utawala wako wewe mwanamke, ni huyo mwanamume. Aliye muangalizi au mlezi wa utawala wako wewe mwanamke, au aliye mlezi wako wewe mwanamke, ni huyo mwanamume. Na kufanya, mwanamume ni msaidizi au mlezi wako tu, na sio mtawala wako wewe. Narudi hapa, mwanamume kubaki ni msaidizi wako au mlezi wako wewe tu, na sio mtawala wako au wa utawala wako wewe mwanamke, kwa kuwa mtawala ni mmoja ambaye ni wewe mwanamke, kwa jinsi ulivyo hapo ulipo. Na kufanya, mwanamume yupo kukulea jinsi ulivyo. Narudia, mwanamume yupo kukulea au kukusaidia jinsi ulivyo, kwa kuwa kazi yake ni moja tu, kukulea jinsi ulivyo, kukutunza wewe mtawala jinsi ulivyo hapo popote ulipo. Ndivyo ilivyo mwanamume. Mwanamke ni msaidizi wako au mlezi wako tu, lakini sio mtawala wako au wa utawala wako wa kiume. Narudia tena, mwanamke ni msaidizi wako au mlezi wako tu, na sio mtawala wako wewe au wa utawala wa kiume, kwa kuwa aliye mtawala wa uzao
au kizazi cha kiume ni wewe pekee uliye mwanamume popote ulipo. Naongea na wewe popote pale ulipo kuhusu uzazi wa mwanamume na mwanamke. Kwa hiyo haijalishi ni wapi ulipo, wewe ni mwanamke wa aina gani, ni kabila gani, familia gani, ukoo gani, taifa gani, lakini popote ulipo, wewe ndiye kizazi au uzazi, ikiwa na maana utawala wa kike ambao ni mmoja tu popote pale chochote kilipo na kufanya. Mwanamume popote alipo ni msaidizi au mlezi wako wewe, na yupo kukulea jinsi wewe ulivyo, na si mtawala wa wanamke wako, na si mwanamke kama wewe ulivyo. Ndivyo kwa wewe mwanamume popote ulipo, pasipo kujalisha upo wapi, katika kabila gani, taifa gani, ukoo upi, ni mrefu au ni mfupi, ni wa aina gani katika mwonekano, lakini popote ulipo, wewe ni kizazi au uzazi wa kiume, ikiwa na maana mtawala wa kiume kwa jinsi yako hapo popote ulipo. Na mwanamke popote alipo ni mlezi au msaidizi wa kufurahisha au kufanya utawala wako ukawepo popote pale ulipo. Kwa hiyo popote ulipo, unatawala vema katika wanamume wako, katika wanamke wako. Pia unamlea vema huyo aliye msaidizi wako, ni wa kike kwa wewe mwanamume, awe ni wa kiume kwa wewe mwanamke, kwa wewe tu hapo ulipo kuwa mwanamke kwa wewe mwanamke, kwa wewe tu kuwa mwanamume kwa wewe mwanamume, kuwa kizazi au uzazi wa kiume kwa wewe mwanamume, kuwa uzazi au kizazi cha kike kwa wewe mwanamke, kwa kuwa tu hapo ulipo wewe ni mwanamume ambaye ni kizazi au mtawala wa kiume. Na kwa kuwepo kwako tu hapo ulipo, tayari ni mlezi wa kizazi au uzazi wa kike. Ndio ulivyo wewe mwanamke. Ulipo hapo ulipo, wewe ni kizazi au uzazi au mtawala wa kike ambaye ni wewe tu unayetawala. Na kwa kuwepo kwako tu hapo ulipo, tayari ni mlezi au unalea utawala wa msaidizi wako huyo mwanamume uendelee kuwepo. Ndio naongea na wewe
popote pale ulipo. Kwa hiyo popote ulipo, umekuwa ni kizazi au mzazi wa kiume au wa kike, ikiwa na maana popote ulipo umekuwa ni mtawala unayelea, ni mtawala unayetunza, ni mtawala ambaye unawalea wasaidizi wako. Umekuwa ni mtawala wa kiume unayemlea msaidizi wako wa kike. Umekuwa ni mtawala wa kike unayemlea msaidizi wako wa kiume popote ulipo. Na umekuwa ni mlezi, kwa kuwa ndani ya uzazi au kizazi chako wewe mwanamume, yupo mwanamke unamlea, yupo mwanamke ndani yako. Sio mwanamume, bali ni mwanamke ambaye unamlea. Pia ndani ya kizazi chako au uzazi wako wewe mwanamke, au wewe mwanamke, popote pale ulipo, ndani yako kuna mwanamume ambaye unamlea. Ndiyo, sio mwanamke, sio mtawala wa kike, bali unamlea kwa kuwa ni msaidizi wako. Ndio maana katika mbegu zako utakuta ndani yake kuna mbegu ya kike inalelewa. Katika mayai yako wewe mwanamke utakuta kuna mayai ya kiume ambayo unayalea. Katika viuno vyako utakuta kuna mbegu au mwanamke, kuna uzazi wa mwanamke unaolea. Katika tumbo lako utakuta kuna uzazi wa mwanamume unaolea. Katika nyumba yako utakuta kuna uzazi wa mwanamume unaolea. Katika nyumba yako utakuta kuna uzazi wa mwanamke unaolea. Ndiyo, wewe sio mwanamke, lakini unalea mwanamke, unamtunza mwanamke kwa kuwa yupo ndani yako. Wewe sio mwanamume, lakini unamlea mwanamke kwa kuwa yupo ndani yako. Na haumlei tu kama kumlea, bali unamlinda asiwe mwanamume kwa wewe mwanamume. Pia unamlinda huyo mwanamume kamwe asiwe mwanamke kwa wewe mwanamke. Na kwa ulinzi wako huo ndio malezi yako kwake, kwamba ni lazima mwanamke azae, ni lazima mwanamke awe na viungo vyake vya kike, ni lazima mwanamume awe na viungo vyake vya kiume, ni lazima mwanamume abebe mbegu zake, ni lazima mwanamke azae, ni lazima mwanamke abebe ujauzito wake katika tumbo lake, na lazima mwanamume abebe mbegu zake katika via vya uzazi wake vilivyo nje. Ni lazima, na kila mmoja anamlinda mwenzake asichukue vya kwake. Ndio maana hata sasa
popote wewe mwanamume, kuanzia sasa unakuwa mwanamume kwa viungo vyako vyote. Wewe mwanamke, kuanzia sasa unazidi kuwa mwanamke kwa viungo vyako vyote vya kike, na vyote vinavyofanyika na wewe mwanamke. Basi pokea pumzisho hili la kujua wewe uliye kizazi au uzazi wa kike jinsi ulivyo, wa wewe uliye uzazi wa kiume ulivyo, kwamba ulipo wewe ni mwanamume, ulipo wewe ni mwanamke. Narudia, ulipo wewe ni mwanamume, ulipo wewe ni mwanamke, ulipo wewe ni mtawala wa kiume, ulipo kwa utawala huo wa kiume wewe ni mlezi wa kike, kwa kuwa mwanamke yupo ndani yako. Popote ulipo, mwanamke yupo ndani yako ukimlea. Popote mwanamke alipo, wewe upo ndani yake ukilelewa. Pokea pumzisho hili na furaha ya pumzisho hili, raha ya pumzisho hili la wewe kuwa mwanamume, la wewe kuwa mwanamke, la wewe kuwa kizazi au uzazi wa kike, la wewe kuwa kizazi au uzazi wa kiume, liwe pamoja nawe.